Kwa wasilisho hilo, Mheshimiwa wabunge, sasa tunaanza kuchangia. Naanza na Mheshimiwa Festo Richard Sanga, baadaye atafuata Mheshimiwa Asha Abdallah Juma. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuchangia mswada huu ambao uko mbele yetu. Kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri na timu yake yote kwa kuleta mswada huu na mabadiliko haya ambao sisi kama kamati tumeyapitia na tumeona ni vitu ambavyo vina maslahi kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, lakini pia nimpongeze Katibu Mkuu kakaangu Anthony Sanga kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Tangu ameingia wizara hii tumeona revolution, tumeona mapinduzi akiyafanya, na moja wapo ni vitu kama hivi ambavyo vina maslahi mapana kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitaomba nizungumze mambo machache. La kwanza niunge mkono hoja mabadiliko yote sisi kamati ambayo tumeyapendekeza. Lakini pia ninapongeza kwa sababu haya pia yanaenda kuungana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 ukurasa wa namba 27 ambao pia namba 26 ambao umejikita katika kuelezea namna gani serikali imejipanga katika kuboresha eneo la makazi na real estate kwenye nchi yetu. Sasa mawazo yangu yatakuwa kwenye eneo kwenye eneo la kwanza kwenye ibara ya 18 kwa maana uteuzi wa rais wa DG au mkurugenzi mkuu wa National Housing. Sisi kama kamati tumeliona hili ni jambo kubwa sana. Kwanza kwa sababu linakuwa linaweka check and balance ndani ya wizara, kwa maana waziri hahusiki kabisa kwenye uteuzi wa mkurugenzi mkuu. Lakini la pili, tunafanya taasisi hii, tunafanya shirika hili liwe huru kwenye utendaji kazi wake, usiweze kuingiliwa kimaamuzi na waziri, labda kwa uhitaji husika, lakini sio kwa utaratibu. Lakini pili, sifa ambazo tumeziainisha hapa za kuhakikisha kwamba mkurugenzi mkuu anayeteuliwa angalau ni mkurugenzi ambaye ana uzoefu ambao unaendana na maeneo ya real estate, lakini sekta ardhi na mambo ya sheria, lakini pia ni mtu ambaye anaujua mambo ya uchumi. Tumefanya hivi ili kuhakikisha kwamba tunapata mkurugenzi ambaye ni aggressive, kutokana na kwamba sekta hii ya real estate au sekta hii ya ujenzi kwenye shirika kama la National Housing inahitaji mtu ambaye yuko current, mtu ambaye pia anaweza kupambana na soko. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuunga mkono maoni haya, na kwamba sasa ni fursa nzuri kwamba tunaenda kupata viongozi ambao watakuwa na tija. Na tunaamini pia hata mkurugenzi ambaye tuko naye sasa anafanya kazi kubwa sana na ni nzuri sana, na ni mtu ambaye kwa kweli tangu ameingia kwenye shirika hili tunaona revolution, tunaona mapinduzi, kwamba shirika lina vitu ambavyo linavifanya kwenye utendaji kazi wao. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwenye kifungu namba 15, 16, 17 ambapo kwa kweli tuliona kwamba hapo nyuma kulikuwa na loophole, kulikuwa na nafasi mtu anaweza kutumia shirika, kwa mfano kuna mtu kama vya kuna joint venture akaenda kalidanganya shirika, katoa taarifa za uongo, na baadaye shirika likaingia hasara. Kwa sababu ndio mwingi kuna watu wanatumia fursa. Shirika letu kama National Housing lina maeneo mengi ambayo yako potential kwenye nchi yetu, maeneo ya miji, lakini maeneo yenye masoko makubwa. Kwa watu wengine wanatumia taarifa ambazo sio sahihi kwamba wana mitaji au wana nini, ili waingie joint venture na shirika, na mwisho wa siku wanafanya shirika letu inaingia hasara kwa sababu wanakuwa hawana uwezo hicho kitu. Sasa kwa kuweka utaratibu huu wa faini, kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye anahusika kwenye kudanganya eneo hili tunamtia faini na tunamtia haitiani, ni jambo zuri sana, ili kuhakikisha kwamba hao matapeli na watu ambao wanaweza kuliharibia na sifa za shirika na kukwamisha malengo ya shirika wanachukuliwa hatua. Kwa hiyo mimi nilipongeze na niunge mkono hoja maoni haya. Lakini kitu kingine ni kwenye swala la majukumu ya kwenye vikao vya bodi. Sisi kama kamati tuliliona hili kwamba bodi inaweza kawa na vikao vyake inavyotaka kuvifanya, lakini vikao hivi kama mtu sio mwaminifu anaweza kaamua kikao kingine akaitisha kaenda kufanyika China, anaenda kuitisha eneo lingine. Sasa sisi kamati tuliliona hili kwenye ibara ya 22 aya namba 8, tuliangalia kwamba ni muhimu sasa bodi inapotaka kufanya vikao iangalie waraka wa msajili wa hazina, ambaye waraka ule unaelekeza kwamba vikao vyote vifanyike ndani ya serikali yetu, ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikuwa nafanya haya ili kuhakikisha kwamba tunaondokana ya yale ambayo nyuma ilikuwepo ya kwamba bodi inaenda kufanya vikao nje ya nchi, ambapo baadaye imekuwa ikipigiwa kelele kwamba pia inatia hasara na inatia warakini kwenye utendaji kazi. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa kwetu sisi kama kamati, kwamba bodi inapotaka kufanya vikao ni lazima izingatie waraka wa msajili wa hazina, ambao pia waraka huu unaelekeza kwamba haya yafanyike ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaunga mkono hoja kwenye hilo, pia kwenye swala la marekebisho ya mswada huu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kusema mimi kama mjumbe wa kamati tunatamani sana wabunge wenzetu pia watuunge mkono kwenye maoni haya,
ili liweze kutekelezwa na tuiruhusu sasa wizara na National Housing waende wakafanye kazi. Sisi maoni haya yamekuwa ni maoni jumuishi, ni maoni ambayo kwa kweli yamezingatia sana kuhakikisha kwamba hii sekta ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo ni lazima kuna mabadiliko ambayo lazima yaendane na wakati wa sasa. Kwa hiyo sisi kama kamati tunatamani kuomba pia wadau, wabunge wenzetu watunge mkono ili jambo liweze kupitishwa na liweze likasaidia. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme ninaunga mkono hoja na ninamtakia kila laheri Mheshimiwa Waziri, na ninawatakia kila laheri National Housing, tukiamini kabisa kwamba mnaenda kuwa aggressive kwenye soko, lakini pia mnaenda kuhakikisha kwamba mnaenda kufanya mabadiliko yale ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanya kwenye mkutano mkuu na kuelekeza kwamba kwenye ilani ya mwaka 2025-2030 kinaenda kuboresha makazi ya watu, kinaenda kuboresha upatikanaji wa nyumba nafuu, upatikanaji wa nyumba ambazo ni Watanzania wengi ambao wana uhitaji wa nyumba hizi. Lakini pili, tunatamani vile maeneo ambayo yamekuwa yakikaa muda mrefu au nyumba za National Housing ziko muda mrefu hasifanyi kazi, hasa kuhakikisha kupitia mabadiliko haya mtaenda kufanya shirika hili ni shirika kinara, na kwa sababu pia National Housing inaendesha kibiashara, tunatamani sana kwamba shirika letu liweze kufanya kazi. Na ndio maana kuna maeneo, kuna ibara hapa tumeweza kufanya mabadiliko kwamba uwekezaji kwenye bodi usimsubirie waziri. Tumefanya hivi ni kwa sababu waziri anaweza katengeneza bureaucracy. Bodi wakati naona kwamba soko sasa linahitajika, hadi kamwandikie waziri hadi akarudisha mchakato huo, sio leo. Inawezekana ile soko linaweza limepita na wakati. Ndio maana kwenye mabadiliko hapa tumeruhusu bodi ifanye uwekezaji bila kufanya consultation kwa Mheshimiwa Waziri, ili bodi iwe aggressive kwenye matumizi yake na uamuzi ambao unaofanya kutokana na hitaji la soko. Lakini pili, kupunguza bureaucracy kwenye maamuzi ambayo shirika linataka kuyafanya, ambao kwa sababu linajiendesha kibiashara ni lazima liendane na wakati, ni lazima liendane na soko. Na ndio maana tunatengeneza mazingira yote kuhakikisha kwamba sasa visingizio kwenye National Housing vitakuwa havipo, kwa sababu watakuwa na maamuzi huru. Kwa hiyo niwatakie kila laheri watumishi wa National Housing, na kimi nitakie kila laheri wizara yetu kuhakikisha kwamba tunafanikisha hili. Na pia tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kazi kubwa aliyokusudia ya kubadilisha sekta ya ardhi nchini, hususan kwenye real estate, ambayo sisi kwa taifa letu National Housing wana nafasi kubwa kwenye hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na niunge mkono hoja maoni ya kamati yetu. Asante. Asante sana Mheshimiwa Festo Richard Sanga kwa mchango wako huo ambao umebainisha faida za mswada huu. Mheshimiwa Asha Abdallah Juma. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi hii adhimu na muhimu ambayo leo nasimama hapa. Inshallah pengine itakuwa si mara ya mwisho, kwa sababu sifa zote niko nazo, uwezo ninao, akili yangu iko timamu. Na shukuru kwa nafasi hii ya kuweza kuchangia mswada huu wa marekebisho ya shirika la nyumba la taifa